wananchi wamekuwa watu ambapo wananunuliwa pesa, ambapo ni hatari sana kununua wananchi, kununua viongozi ambapo hawafanyi kazi. Mtu anatumia pesa, anakuja ground, anatanganya wananchi wanampigia kura. Na hiyo ndio tuko na shida zaidi. Mtu umepitia, unachagua kiongozi ambapo unaenda kupitia mateso. Mtu anakuja na pesa kidogo anakutanganya. Hiyo ndio shida ambapo tuko naye. Lakini raundi hii mimi kitu ambapo nasema wananchi wakuwe very keen. Kwa wananchi, kwa viongozi ambapo wanakuja ground kuwatanganya na pesa. Kitu kingine ambapo nitasema katika upande wa Kisii tuko na mtu ambapo anaitwa Matiang'i. Kitu ambapo nilikuwa nasema kama mimi Mkisii, kama Wakisii watanisikia, tuunge huyu jamaa anaitwa Matiang'i mkono. Ndio tuone katika hii nchi ya Kenya, sio kwa Kisii peke yake, kwa sababu tunahitaji hizi makabila zingine. Tunaomba hizi makabila zingine sikuwe na sisi pamoja ili tuweze kuongeza Matiang'i mbele. Kwa sababu tumeona Matiang'i ni mtu ambapo atachapa kazi. Matiang'i aliweka Ministry of Education, alifanya mabadiliko. Matiang'i amekuwa Minister for Internal Security, amefanya mabadiliko. Kwa hivyo ni mtu ambapo atasafanya kazi. Shida ni ile mambo mali ninaona wasipoelewana baadhi ya Kalonzo Musyoka na Matiang'i. Na hiyo ndio shida iko kati ya Uhuru Muigai Kenyatta na Rigathi Gachagua. Tunataka watu wakae pamoja watupatie mtu mmoja. Wakitupatia mtu mmoja sisi wa Kenya tuko tayari. Kwa sababu hii serikali ambapo iko kwa kiti ni serikali mbovu. Sio serikali ambapo inatari wa Kenya. Tunatanganywa hii, ukienda kwa upande mwingine ni wanafanya mambo tofauti. Tumechoka. Kwa hivyo kitu nilikuwa nasema kama mimi Kenya, tupewe katika opposition tupewe mtu mmoja. Lakini Rigathi Gachagua na Uhuru Kenyatta waongee. Kura za Mount Kenya sikwe katika kikao moja. Kwa sababu sisipokuwa kikao moja tutapatia hao jamaa tena nafasi warudi katika kiti. Katika Nakuru County hapa. Na haye pia tuko na shida. Huyu mama ambapo tuko na yeye hapa afanye kazi. Kazi yake ni kutanganya, anasema anafanya ina kazi hatuoni. Mimi kitu nilikuwa nasema katika kaunti ya Nakuru tuko na shida. Kwa sababu ukiangalia hakuna kitu ambapo Susan Kila amefanya. Kwa kusema ukweli. Kila aliingia kiti kazi yake ni kutembea na kutanganya wananchi. Wananchi katika Nakuru County waangalie saiti ili tuweze kupata next tupate kiongozi mwingine. Kwa hivyo kitu nilikuwa naomba kura za next wananchi wajipange sawa sawa. Na mwenye atachukua kura achukue. Kwa sababu usipochukua kura hakuna vile utatoa mtu kiti. Kura yako ni nafanya itoe hiyo kiti. Lakini tusipochukua kile na tunaongea kwa mdomo. Hiyo ni kazi hapo tunafanya. Kwa hivyo naomba Wakenya wasike kura kwa wingi ndio tuweze kupiga kura kutoa huyu jamaa. Lakini kama hatuwezi sika kura na tunaongea kwa mdomo hakuna kitu tunafanya. Kwa hivyo kura zetu ndio tutafanya tuchague viongozi wazuri. Lakini tukiongea kwa mambo ya mdomo tu bila matendo hiyo ni kule. Kwa hiyo kitu mimi nasema kama Wakenya tusikane tukue kitu kimoja. Na uchaguzi ikifika sio hiyo mambo ya kutabata, sio kuletewa pesa ukuja kutanganywa ambapo hangaike tena miaka mingine. Kwa sababu viongozi wanajua Wakenya ni wachinga. Tukienda shilingi 200 tuwatanganye tutaweza kupiga kura. Hiyo ndio wanatupima akili. Lakini tukiwa watu wacha walete pesa. Kuleni pesa. Kwa sababu mtu anamekuleta wewe sikata. Lakini ikifika wakati wa kura tu mahali unaenda kupiga kura. Usikubali kutanganywa, kuchagua kiongozi. Hata tunaambiwa kiongozi mbaya ni yule ambapo anakuja na kutanganya kwa sababu ya pesa yake, lakini akienda pale mbele unaendelea kuteseka. Na hiyo ndio sasa hivi tumeona. Tunachukua viongozi kwa sababu ya pesa, lakini pale ndio tunateseka. Sasa hii ukiangalia watoto wengi walikuwa nje kwa sababu ya school fees. Hospitali pale tuko na shida. Hakuna mtu mwenye anakuta ground kutusaidia. Ni sisi wenyewe. Na tunaambiwa si mlichagua. Si nyinyi ndio mlichagua. Sasa hii mambo ya kuchagua kitu ambapo naomba Wakenya wakuwe keen kwa mambo ya pesa. Hata kama ni njaa, yes pewa pesa kwa sababu zimekuja. Wewe kura. Lakini ikifika wakati wa kura chagua kiongozi ambapo anafaa. Mtu ataweza kuja ground asikie ni nini ambapo unahitaji. Sio kuchagua tu kwa sababu ya pesa. Pesa siliwa Yesu. Pesa siliwa Yesu. Unaona? Pesa zinatanganya watu
wanachagua viongozi wabaya. Kwa hivyo kitu ambapo nasema wananchi wakuwe keen na next election. Hata wale wako juu wanajua tukienda pale tunawatanganya na pesa. Hawa ni wachinga tu. Pesa zetu ndio tunafanya ndio maana wakikuja ground hawafanyi kazi kwa sababu nakwambia mimi nilikununua. Nini unaniuliza na ikifika wakati utanunuliwa pato. Kwa hivyo wanajua wa Kenya ni watu wachinga. Sasa kitu tutafanya, wale walete pesa tukule, lakini ikifika wakati wa kupiga kura, wewe chagua kiongozi ambapo anafaa atakusaidia na mbele. Hiyo ni kitu mimi nasema. Asanteni.